Inaonekana kama kuna wahitaji hasa akiongea wanaonekana wafuati. Wewe unanyamaza. Nashangaa uimbaji wako kanisani. Nashindwa na washiriki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaingia katika kipindi kingine kizuri cha mafundisho ambayo yanatokana na Mungu kwa wanao wanaompenda. Amen. So narudia tena, hamjambo. Leo ni Jumapili ya kwanza kabisa ya mwezi huu wa Aprili, yani wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ndio First Sunday. Na First Sunday, angalia, unafaa ushike sana neno ambalo linatoka na linapoanza na mwanzo wa mwezi. Umeelewa? Pale kuna kitu Mungu anataka kukizungumza ambacho ni cha muhimu sana. Nitakupa mwelekeo ya huo mwezi. Ama kinaweza, unajua kila mwezi kama ushaichunguza, kila mwezi kuna neno la hiyo mwezi ambalo unatakikana uende nalo. Baba alisemaje? Si baba mimi, baba Mungu, baba muumba. Sawa? Yes. So kifungu Biblia inaposema neno uamuzi, niliwaambia lina maana gani? Uamuzi ina maana gani? Jamani, si ni Kiswahili? Neno uamuzi ina maana gani? Kuamua. Yes, huyu amesindikiza vizuri. Kuamua kitu. Yaani uamuzi wa watu waliochukua ama watakaochukua kitu chako. Ndio maana mwisho wa mwezi huu tukiwa tunasindikiza Jumapili ya mwisho, kuna neno Mungu alisema. Na kuna mafundisho tulifundishwa yakafika mpaka namba 7. Alifika mpaka namba ngapi? La kwanza likaanza na wewe mwenyewe. La pili likaanza ukiwa na marafiki. Yaani ulianza wewe mwenyewe before watu wengine waongezeke. Kama vile ulivyokuwa kwa tumbo ulitoka wewe pia peke yako. Pia hata mkiwa matwins bado hamuongeleshani pale. Unaona wakina Yakobo walikuja kuongeleshana baadaye. Huyu mwingine anatoka Kisigino. Kwa tumbo alikuwa ile kuzozana.
lakini hakuna mtu anatamkia mwenzake. Haleluya. Tukaanza na mafundisho ya kuwa mtu akiwa peke yake. Neno la April First Sunday ambao wengine wanasherehekea ni wali Easter Sunday ambao ni Passover ama ni Pasaka kwa Kizungu. Haya, hiyo tutaongea baadaye mambo haya. Haleluya. But leo tutaanza na kitabu cha Waamuzi 5 tafuta tusikuharakishe. Waamuzi 5 anzia 6. Hata unaweza andika April First Sunday, kaenda nalo Mungu alizungumza. Hata mimi kwa ukiangalia kwa hii diary yangu ambayo ni neno la Mungu, huwa naandika dates ya mwezi kwanza. Haleluya. So from now tutazungumzia kuhusiana na milango. Na kuna vifungu kadha wa kadha nitakutajia hapa. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, ambaye atakuja kunena nasi, atatubariki na maisha yetu yatabadilika. Na tutaomba hivyo siku zote za maisha yetu, kwa maana ndivyo Bwana ulivyotuita na ulivyotuokokesha. Na wakati unatuokokesha Bwana wangu, lazima tulifuate neno lako ili tukaweze kuzipokea baraka zako. Basi ninaomba masaa na majira haya Bwana wangu, napoenda kunena na watu wako uliowaleta katika hekalu lako, utumishi mimi ambao Bwana umeteua siku ya leo nisimame mbele yao, basi nisinene yaliyo yangu, kwa maana umeniita nineneshee yale ulionitia kwa ajili ya watu wako na uliowaleta katika nyumba yako. Mwanzo na hata mwisho uniongoze kwa ajili ya hawa wote unaowapenda, wazee kwa wamama, vijana kwa teenagers na hata watoto, ili wakapate ufahamu na kujua neno lako. Na ni katika jina lako Yesu Kristo aliye hai Bwana tumeomba na hata kuamini. Amen. Tujue kushika watoto wetu wakati kama tunaomba. Na Asha ndio hiyo ni kazi yetu. Watu wanalia na nyinyi mnalia, badala mbeba na unaweza peleka nje hapo kapata upepo. Asha kazi yake ni gani? Na mwingine ajui yeye ni mgeni, hapo umwambie tafadhali. Lakini unamwambia tafadhali. So mwambie tafadhali na kuomba ufanye hivi. Atafanya. Sababu umepewa hiyo kazi na una mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. So wacha tukasikie ujumbe wa Bwana. Sema ujumbe wa Bwana. Ujumbe wa Bwana. Sema ujumbe wa Bwana. Ujumbe wa Bwana. Nikaupokee vyema. Na nikaelewe. Na roho yangu isiwe na ushindani na Mungu. Bali ukakubali kila neno la Mungu. Nami nitampenda Mungu. Na nitalinda yale yote anayoniambia. Na ninajua Bwana ninapolinda yote anayoniambia, atanibariki. Na nitalinda baraka zake. Asante Bwana, maana ninakupenda. Na ndio maana niko hapa. Niko tayari kwa lolote lako, mwanzo na hata mwisho. Amen. Haya, wacha tusikie.
Amen. Kitabu ni cha Waamuzi 5 kuanzia mstari wa 6 inasema, Yes. Katika siku za Shamgari mwana wa Anathi, siku za Yaeli, njia kuu zilikuwa hazina watu. Sema amen. Amen. Katika ile siku kubwa zilikuwa hazina watu, na Bwana alitaka kuona watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu kuna kitu ambacho kilifanya watu wakakosekana, na tutakijua hapo. Ukisikia neno kama linasoma likisika mahali kama mtumishi anaongea, usiendelee kusoma. Wewe sikiliza ule ujumbe. Biblia unayo kila siku na kufundisha jinsi ya kusoma neno ukiwa katika kanisa. Umeelewa bwana? Na si hapa peke yake. Anatazama Biblia hivi kama ambaye alikuwa hajaiona kutoka kitambo. Ilikuwa nayo. Sasa kitu cha muhimu ni pale mahali ambapo unasomewa upaelewe. Panasemaje? Hata kama una simu yako ulinunua kabambe smartphone. Haleluya. Amen. Isikuzubaishi. Sawa. Ndio. Cha muhimu. Na hiyo ninakufunza, na hata Mungu anajua kile naongea ni kweli. Hata wakati Yesu alipokuwa anawasomea chuo cha Isaia, ilifika wakati watu wote walikuwa wanamtazama kwanza. Hili andiko amelisema, ninasemaje? Nina ufafanuzi gani kwa ajili ya watu wa Mungu? Ukisikia kipengee unasoma, ukisikia tu yeye amestopisha na mtumishi anaongea, wewe na stopisha, sikiliza huo ujumbe. Akishuka naye, sikiliza huo ujumbe. Akiendelea endelea naye, sikiliza huo ujumbe. Hiyo ndio kitu huko ndio kusoma Biblia sasa ukiwa kanisani. Amen. Haleluya. Amen. Na ni ya maana sana. Nilidhani utanipigia makofi bora ulikuwa mzuri. Lakini hayo si yako. Hiyo nimeiomba. Na sistahili kuomba makofi, hata Mungu anisamehe. Haleluya. Kulikuwa hakuna watu. Watu walikuwa wanafanya shughuli zao katika njia kuu, njia ya Bwana. Na huyo ambaye anazungumziwa hapo walikuwa ni watumishi pamoja na kina Debora. Haleluya. Wacha tuendelee. Na Yaeli, njia kuu zilikuwa hazina watu. Kwa nini? Nao wenye kusafiri walipita kwa njia za kando. Wenye kusafiri, palikuwa kuna mahali watu wanatakikana waonekane. Haleluya. Amen. Na wengine nao waonekane. Wale waliochaguliwa waonekane pale mahali. Hapa kuonekana wao ambao walikuwa wamechaguliwa wasimame hapo ama wapite na hapo. Na wengine wakiona waseme pia kumbe pale kuna njia. Takufafanulia kitu. Taelewa message hii inasemaje? Amen. Yeah. Maliwali walikoma katika Israeli. Ati? Maliwali walikoma katika Israeli. Maliwali walikoma katika Israeli. Yaani kukoma inamaanisha nini? Kukoma. Kuacha kitu, sio? Yes. Yaani kama kustopisha kitu. Inamaanisha walikuwa hapo wanafanya, si ndio? Yes. Alafu wakastopisha. Haleluya. Ningeomba wakati wa neno kama kuna watu nje watoke kote, hata kama una shughuli zako zingine. Wengine ni kama hao. Hata huduma bila neno si huduma. Huduma lazima mtumikie Mungu kwanza. Na vitu vingine vifanye.
So kama kuna mtu nje yupo, atoke huko nje. Kuja nje, umekuja kanisani. Wengine ni kama hao, naenda kujikalisha nje. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Katika njia kuu palikuwa hapana watu. Walitazamia waonekane watu, lakini hawakuonekana watu. Haleluya. Amen. Kwa nini walikosekana? Walikuwa wanatakikana waonekane. Wengine wakawa wamekoma, wana wa Israeli. Yaani imagine hao watu wana wa Israeli, watu wateuliwa, lakini kawa wamekoma. Sema tena amen. Amen. Endelea. Walikoma. Alafu hata mimi Debora, nilipoinuka mimi mama katika Israeli. Yaani watu walikoma wote, kama mwanamke kamoja kanachoitwa Debora. Unajua kuna jina lingine unaweza itwa Debora lakini kama ufanani na hilo jina. Unajua maana Debora inamaanisha nini? Matendo. Naona matendo gani? Unapenda majina ya Kikristo lakini hayafanani na majina. Ni kama vile mtumishi anayependa kuitwa majina makubwa, apostle, bishop, reverend, lakini haendani kabisa na hiyo majina. Reverend ni mwizi, reverend ni msharati. Yaani wewe unasikia raha sana ukiitwa pastor. Nasikia raha sana ukiitwa mhuduma. Mhuduma ni matendo, si huduma si kuja tu kanisani. Amen. Haleluya. Amen. Yeah. Sijui mama kanisani, mama kanisani. Bafaya kanisani. Kwa nini? Unafikiri kwa ni kuimba hapa? Wewe kama Shetani alikuwa mwimbaji mkubwa sana. Na alikuwa anavaa mavazi makubwa sana. Yakuti, yamasi, almasi, madhahabu. Lakini wakati alipojiangalia akajiona bora, alikamkosea Mungu. Amen. So kuna nafasi zingine watu wanajiona bora mpaka wanamkosea Mungu. Na wanapoambiwa kanisani wanabaki na viburi. Na ndio maana maisha yetu yanakuwa vibaya, kwa maana tumeruhusu milango mingine itufunge. Unakataa mlango ambao Yesu anakwambia yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Amen. Itakuwaje kati ya Israeli wote washindwe na mwanamke mmoja? Hata wanawali vijana walikoma. Haleluya. Amen. Kuna vitu vingine ambavyo unavifanya wewe ukijiona uko sawa, lakini kwa watu wengine havipendezi. Ukiwa mhuduma ama ukiwa Mkristo, unajua kuna watu wengine hutamani nafasi. Yaani wewe unaombaje baraka? Kuna baraka zingine mtu anaomba ya kwamba Mungu akija akinibariki. Hata kuna mwingine amefungika kwa sababu ya kazi hapatikani kanisani. Haleluya. Lakini anaomba ya kwamba Mungu akimbariki zaidi aajiri watu, na kama kuna masaa ya kwenda kanisani apatikane kanisani. Unaweza omba kazi ya kwamba hata ufungike kabisa.
Watu wamekoma. Kwa kanisa unasema naenda time ya watu wakiwa wamejaa. Hey. Kristo meokoka sana. Nikamwambia kuna kitu ambacho mnafaa muelewe. Kuna watu wengi hawakubarikiwa kwa ajili ya kuombewa. Hawakupona kwa ajili ya kuombewa. Walipona kwa ajili ya utiifu. Amen. Elia akamwambia yule mfalme, kajitoje mara 7 kwa mtu. Na huyu jamaa alikuwa ameenda na pesa zake. Akaambiwa chukua pesa zako. Sikia kile ninachokuambia. Ukisikia kile Yesu anakwambia, ni rahisi mno kubarikiwa, ni rahisi mno njia zako kufunguka, kwa maana unayemtia na mamlaka. Na usifikiria alimsikiliza Elia. Elia hapo anaongea na kinywa chake, bali mfalme alikuwa ameonekana roho yake. Kwa sababu alijua kinachokupoza ni fedha. Kwa hiyo watumishi wa Mungu nikiwaendea na fedha, basi watanisikiliza. Pesa haiponi mtu bwana. Hata ukienda hospitalini usiposikiza vile daktari anakwambia, utakufa. Wewe unaambiwa meza 2. Wewe unasema ninaumwa sana, wacha nimeze 6, wafa. Unapewa dosi, unaambiwa Mungu, mwabudu Mungu, tukuja, endelea, usichoke. Wewe unataka masiku moja, alafu unasema basi mimi nishaombewa, inatosha. Sawa. Sasa mtu alijaribu aone, nimeingia Yerusalemu, mtu alijaribu, siku ukijaribiwa, wapeperuka kama makapu. Alisema usinitafute siku moja, alisema alitafutaye kwa bidii. Amen. Muombe bila kukoma. Ukilitamani hilo jina, achana na dhambi, achana na umbea, achana na unafiki, achana na uzushi. Okoka, simama imara. Tii kile unachoamini. Haleluya. Amen. Hata mimi Debora nilipoinuka mimi mama katika Israeli. Yaani Debora aliinuka kuwa kama mama juu ya wana wa Israeli, juu ya watu wa Israeli walioiacha njia wakaamua kuchagua miungu mingine, walimwacha Mungu aliye. Na nikakwambia kuna kitu naweza kukipenda sana ukakifanya kama Mungu wako. Kwa moment kitu unachokifanya kama Mungu wako, hiyo ndio inabadili na kuwa miungu. Nikawapatia kwa nini Ibrahimu alijaribiwa. Walipopata Isaka walikuwa hawana tena nguvu kama vile walivyokuwa nazo mara ya kwanza. Walikuwa wanaabudu Mungu kwa masaa yao wanaojisikia. Saa zote ni tiki tiki tiki. Tumepata mtoto. Akaona hapa Mungu akasema hapana, mimi ni mwenye wivu. Kwani nimewapatia Isaka wakae Mungu wako kila saa.